Kila alfajiri kabla jua halijapanda juu, kuna sauti ambazo hazisikiki kwenye redio, lakini ndizo zinazobadilisha maisha ya watu. Hapa bei haiandikwi kwa karatasi, inaamuliwa kwa sauti, macho na sekunde chache za maamuzi. Kwa wengine ni biashara ya kawaida, kwa wengine ni tumaini la kula leo au kuanza upya kesho. Huu si mkusanyiko wa watu tu, huu ni mnada, na kila neno lina thamani. Leo tunakutana na mmoja wa watu waliouona mnada huu kabla haujawa mkubwa. Naam, mimi kwa majina naitwa Saidi Salumu Saidi, ni mkazi hapa Bagamoyo. Mnada huu umetoa fursa kwanza kwa vijana kama sisi na kwa kina mama. Kama mmezunguka mmeona kina mama, kwa sababu sasa hivi wametoka kwenye zana ya kuletewa hela nyumbani na wanaume zao, wamekuja nao, tumejichanganya nao huko, wanauza njegere, wanauza nyanya, wanauza vitunguu, wanakuwa wanapata hela, sio mpaka kuletewa na wanaume zao. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kwa fursa kwa mnada huu wa Bagamoyo imekuwa fursa kubwa kwa upande wao, na kwa upande wangu mimi kama mimi kijana imenipa fursa. Nilikuwa nafanya kazi za viwandani, baada ya kupata nikajichangisha na mimi nikaingia kwenye biashara ya kofia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine na mimi pia imenitoa sehemu moja kuweka sehemu nyingine mnada huu au biashara hii. Mabadiliko sio makubwa sana, ila kikubwa tunapambana, lakini mabadiliko yapo, lakini sio makubwa sana. Kuna hatua fulani tumetoka tulipokuwa mwanzo na sasa hivi. Binafsi naiona mwenyewe kwangu mimi nimebadilika kidogo nilipokuwa mwanzo na kwa sababu nilipoanza nilikuwa nauza kofia chini, nilikuwa nimetandika chini. Sasa hivi nipo juu ya kwenye meza, nimetengeneza meza yangu ya chuma kama inavyoonekana hapa. Kwa hiyo naona kwangu mimi nimebadilika, yani nimebadilika, japokuwa sio sana napotaka mimi, bado sijafika. Kama mnada huu usingekuwepo, jamii na watu wengi wanaozunguka eneo hili wangeathirika kutokana na hapa. Huu mnada umesogea, na narudia tena pale umetoa ajira kwa watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo na hata kubwa kubwa pia zipo. Kwa hiyo kama usingekuwepo, ina maana usingekuwa na fursa, ina maana jamii ingeathirika. Mimi naviona ingeathirika kwa namna moja au nyingine. Jina langu naitwa Abdalla Salumu Saidi, ni mkazi wa hapa Bagamoyo. Sisi kwanza asili yetu ni watu wa mkoani. Baada ya pilika za kufeli shule, tukatafuta plani B ili maisha yaendelee. Kwa bahati nzuri tukajihusisha kwenye mitumba. Asilimia kubwa wengi huwa wanafanyia kazi sehemu ambazo zina watu wengi. Kwa research fupi tukaona mnadani ndio sehemu sahihi, ndio tukajichanganya kwenye magulio. Si tunaita masoko. Matukio yapo mengi, yamekuwa kama changamoto. Sana ni kipindi cha masika. Masika ni kipindi kigumu sana katika biashara zetu hizi. Sisi wajasiriamali wadogo. Miundombinu yetu sio rafiki. Isitoshe hata hao watu ambao tunawahitaji waje kwa wingi, mvua zinavyokuwa nyingi hawapatikani kwa idadi ile tunayohitaji. Hivyo tunakuwa tunaharibu biashara na tunakosa wahitaji tunawahitaji. Vitu vipo vingi, muhimu kujitunza, kuwa na nidhamu
na kuamini katika ile biashara unaoifanya kuwa nzuri, utauza. Hivyo hamna ujanja mwingine. Kwa maoni binafsi nayoweza kuwashauri vijana wenzangu, hususan wale waliokata tamaa, kama una mikono, una miguu, una pumzi, haitajiki ukate tamaa. Ujui kesho yako, ujui hatima yako. Muhimu kumwomba Mungu akujaribu katika njia zaidi ya moja. Ukishindwa kwenye mitumba, unaweza ukawini hata kwenye ukulima, unaweza ukawini hata kwenye kitu chochote. Ila hata humu kuna fursa nyingi. Kuna hii mitumba, kuna mboga mboga humu, kuna vipodozi, kuna vitu vingi vinafanyika humu. Kwa hiyo ukija vizuri unaweza ukabeba hata mizigo. Kuna ukuli humu kama una nguvu kidogo. Kwa fursa zipo nyingi sana humu, isipokuwa ni wewe mwenyewe kujitunza na kuja na nidhamu. Jambo lolote bila nidhamu hauwezi kufika pale unapohitaji kufika. Nidhamu ndo kila kitu. Kwa hiyo yani hivyo, kijana mwenzangu asikate tamaa. Muhimu ni kuamka na kujiamini. Nidhamu ndo kitu cha msingi sana huko.